na hapa kwenye banda la Tume ya Maendeleo ya Ushirika tunaonyesha mafanikio ambayo tumeyapata katika utengenezaji na utumiaji wa mfumo wa kidijitali katika kusimamia vyama vya ushirika. Historia ya ushirika inaonyesha kwamba tumekuwa na changamoto nyingi siku za nyuma, na serikali ya awamu ya sita imekuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunarudisha hadhi ya ushirika. Moja ya hatua ni kutengeneza mfumo huu wa usimamizi. Huu mfumo unaitwa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika au MUV, na mfumo huu unaweza kumsaidia wanaushirika kwanza kujisajili, lakini pia wanaushirika kuingiza taarifa zao za kila siku. Kwa mfano, vyama vya ushirika vinahitaji kupitisha bajeti zao, wanapitisha kupitia mfumo wa ushirika. Wanatakiwa kupata huduma za kisheria, wanapitia mfumo wa ushirika. Wanatakiwa kufanya kazi na wadau mbalimbali ambao tunaita watoa huduma, wanapata kupitia mfumo wa ushirika, mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo hapa leo sisi tulikuwa tunaonyesha namna gani ambavyo huu mfumo ambao umetengenezwa kwa fedha za serikali unaendelea kuimarisha ushirika nchini. Utengenezaji na utumiaji wa mfumo wa kidijitali katika kusimamia vyama vya ushirika. Historia ya ushirika inaonyesha kwamba tumekuwa na changamoto nyingi siku za nyuma, na serikali ya awamu ya sita imekuwa na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunarudisha hadhi ya ushirika. Moja ya hatua ni kutengeneza mfumo huu wa usimamizi. Huu mfumo unaitwa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika au MUV, na mfumo huu unaweza kumsaidia wanaushirika kwanza kujisajili, lakini pia wanaushirika kuingiza taarifa zao za kila siku. Kwa mfano, vyama vya ushirika vinahitaji kupitisha bajeti zao, wanapitisha kupitia mfumo wa ushirika. Wanatakiwa kupata huduma za kisheria, wanapitia mfumo wa ushirika. Wanatakiwa kufanya kazi na wadau mbalimbali ambao tunaita watoa huduma, wanapata kupitia mfumo wa ushirika, mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo hapa leo sisi tulikuwa tunaonyesha namna gani ambavyo huu mfumo ambao umetengenezwa kwa fedha za serikali unaendelea kuimarisha ushirika nchini.